Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi mwanamichezo wa Yako TV? Karibu sana kuweza kufahamu zile taarifa za kimichezo zilizojiri kutoka nyumbani Tanzania na ambazo zinatarajiwa kujiri kutoka ndani ya Tanzania na ambazo tayari zimekwisha kujiri kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama na mara ya kwanza kujiunga na sisi, hii ni Yako TV. Nikuombe kwa moyo mkunjufu anza kwa kubonyeza neno la subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele, lakini pia usisahau kubonyeza sehemu iliyoandikwa like kwa maana ili wa kwanza pia kuwa mwanafamilia wa Yako TV kuendelea kupata taarifa zetu zote za kimichezo, kiburudani na kisiasa kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa zote za kimichezo, kiburudani, kisiasa, kijamii, nani amefanya nini na nini ambacho kimempelekea kufanya kuzungumzika katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ikiwa leo ni siku ya Jumamosi ya Novemba 15 ya mwaka 2025, leo timu ambazo zinaiwakilisha nchi ya Tanzania katika michuano ya kimataifa CAF Champions League, ligi ya mabingwa barani Afrika. Hapa navizungumzia vilabu viwili, ni Simba Sports Club pamoja na Yanga Sports Club, ambapo vyote hivi katika maandalizi ya kujiweka vyema kabla ya kwenda kucheza michezo wao ya hatua ya awali, ambapo baada ya kuingia katika hatua ya makundi na sasa hivi inasakwa tiketi ya kuingia katika hatua inayofuata ya robo finali ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu zote hizi mbili zimecheza michezo ya kirafiki asubuhi ya leo Novemba 15 katika viwanja tofauti. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya wazee wa kichapo cha kizalendo. Hawa wanajiita ni JKT Tanzania, ambapo maskani yao ama uwanja wao nyumbani unapatikana maeneo ya Mbweni Bunju kule katika jiji la Dar es Salaam, na uwanja wao wanaotumia ni Meja Jenerali Samuyo ambao uko maeneo ya Mbweni jijini Dar es Salaam. Katika mchezo huu wa leo JKT Tanzania aliweza kumkaribisha Simba Sports Club katika mchezo huu wa kirafiki, na ikumbuke kuwa kabla mchezo huu walipokutana katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League katika dimba la Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni, Simba Sports Club alifanikiwa kuondoka na ushindi wa magoli 2-1 katika mchezo huo, huku JKT Tanzania wakifanikiwa kupata ushindi wao wa mara ya kwanza katika timu hiyo kubwa barani Afrika. Lakini katika mchezo huu wa leo JKT Tanzania jambo lao ama bahati ilikuwa sio kwao, na mzigo mzito wa magoli ukaweza kuwashukia kwa wazee wa kichapo cha kizalendo. Lakini baada ya mchezo huo kumalizika, walitoa ujumbe ambao uliwafurahisha watu wengi, na wakisema matokeo haya hauruhusiwi kuyasambaza, ukiyapata futa au delete kabisa. Hivi ni baadhi ya vihoja ambavyo JKT Tanzania ambapo waliweza kuandika katika ukurasa wao rasmi wa Instagram. Unaweza kuingia na kuweza kusoma ujumbe huo katika matokeo ambayo waliweza kuyaposti baada ya mchezo huu. Lakini katika idadi ya magoli yote 6 yaliyofungwa na timu ya Simba Sports Club chini ya kocha wao huyo ni Selemani Matola akishirikiana na meneja Dimitar Pantev, wao wamekiongeza kikosi chao na kuweza kuondoka na ushindi wa magoli 6. Waarabu wanasema 6-atun. Na katika mchezo huo goli la kwanza liliweza kufungwa na Jean Charles Ahoua, lakini pia Ladak Chasambi baada muda mrefu pia leo akaweza kupewa nafasi na kuanza na kuweza kufunga pia goli la pili. Lakini Eli Mpanzu Kibisawala licha kuweza kutokonekana katika magoli mengi katika upande wa ligi kuu soka Tanzania bara, katika mechi za kirafiki yuko vizuri, kwa sababu katika mchezo huu leo katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni aliweza kufunga magoli 2 yake mwenyewe. Lakini baada ya hapa yalikuwa ni magoli tayari yakitimia ni 4. Lakini yule ambaye alizungumzwa kwa muda mrefu akitokea katika klabu ya Singida Black Stars, huyu ni Jonathan Soa akijiita Black Lion ama Simba Mweusi, baada ya kutambulishwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Na katika upande wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hivi sasa ana jumla ya magoli 2 ambayo tayari ameweza kuyafunga akiwa na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Magoli yake, goli la kwanza aliweza kufungwa katika mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania katika dimba la Benjamin William Mkapa, lakini goli lake lingine aliweza kulipata katika mchezo huo dhidi ya JKT Tanzania. Katika mchezo huo leo tena akaweza kuwafunga, ikiwa ni katika mchezo wa kirafiki, akiweza kufunga idadi ya magoli 2 na kuweza kutimiza ile idadi ya magoli 6-0 mbele ya JKT Tanzania. Haya ndio mwenendo ama matokeo katika mchezo huo leo ambao pia haukuweza kuoneshwa, lakini wao klabu zote mbili zaweza kuposti mchezo huo ambao ulimalizika katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo kule Mbweni jijini Dar es Salaam. Unalipi la kuzungumza baada ya matokeo haya? Simba baada
kuweza kuwafunga JKT Tanzania magoli 6-0 licha ya JKT Tanzania kuweza kutupa kijembe katika mchezo wao, ambapo JKT Tanzania chini ya vijana wenye umri wa miaka 20 waliweza kuwafunga Simba na kuweza kutoa tambo nyingi kwamba kisasi kimelipwa baada ya kufungwa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia leo tunasema bahati imewaendea kombo kwa kuweza kuruhusu mzigo mzito wa magoli 6-0 dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Hii ni Niyako TV, kama hujasubscribe nikombe bonyeza neno la subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Mimi ni official Muta Msanawaji kule Instagram, unaweza kunifollow kwa jina moja la official Muta Msanawaji.